Baadhi ya wafanyabiashara katika kaunti ya Nakuru wamewasilisha ombi kwa bunge la Seneti kusitisha mjadala kuhusu mswada wa tumbaku ili kutoa fursa kwa ushirikishi zaidi wa umma. Walieleza wasiwasi kwamba iwapo mswada uliopendekezwa utapitishwa jinsi ulivyo, huenda ukachangia kukua kwa biashara haramu ya tumbaku humu nchini. Taarifa hii na nyingine ni katika mkusanyiko wa Dira ya Kaunti. No flavors, no tobacco. Marekebisho ya mswada wa kudhibiti tumbaku wa mwaka 2024 yaliyowasilishwa katika bunge la Seneti yananuia kupiga marufuku matumizi ya viungo vya kuongeza ladha kwenye sigara na poda zenye nikotini, huku yakiweka vidhibiti katika bidhaa nyingine za tumbaku. Kupitia msemaji wake Boniface Gashoka, chama cha wahudumu wa baa, hoteli na wauzaji wa mvinyo kinadai kwamba kupiga marufuku viungo vya kuongeza ladha kutatoa fursa kwa Wakenya kujitosa katika matumizi ya bidhaa haramu zisizodhibitiwa. Hii sheria ambayo tunaletewa ya Tobacco Amendment Bill, the best thing ambayo itatusaidia ni increase illicit trade further. We are the people who are closer to the consumers. So sisi ndio tunajua maoni ambayo consumers wametoa. Kwingineko katika kaunti ya Kisii, washiriki katika warsha ya umma iliyoandaliwa na kamati ya idara ya fedha ya bunge la kitaifa pamoja na kamati ya mipango ya kitaifa walitilia tashwishi pendekezo la serikali la kuuza hisa za kampuni ya Safaricom, wakionyesha kutoridhishwa kwao na matumizi ya fedha kutokana na madai ya ufisadi wa mara kwa mara. Kenyans are really suffering because of corruption. It's a good idea, yes, but I don't think the implementation will take place. Kando na hayo, polisi katika kaunti ya Mombasa wamehakikishia jamii ya Waislamu usalama wa kutosha wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, huku wasiwasi ukiibuka kuhusiana na mashambulizi yanayotekelezwa na genge la vijana katika eneo hilo. We shall deal with terrorists with the full force it deserves. Wakati huo huo, familia ya aliyekuwa shujaa wa Mau Mau marehemu Jenerali Kiambati Wanjora wametoa wito kwa serikali kutambua rasmi wajibu wake katika vita vya ukombozi nchini na kumzika kwa heshima. We have been appealing through writing and even calls, visitations, and give us some hope that our dad is also recognizable. Na kama njia moja ya kuhamasisha watu kuhusiana na athari za matumizi ya mihadarati, Fredrick Ochieng ameanza safari ya kuendesha baiskeli kutoka mji wa mpakani wa Moyale kuelekea Busia, ambayo anatumai kukamilisha tarehe 3 mwezi Machi. Ili nipate kupitia kaunti 14, nipate kuhamasisha hata kama sitaokoa wote, bali nitaokoa percent kidogo ambaye inaweza kuokoa taifa letu baadaye. Michael Mwandiga, Kurunzi Mashinani.